Baada ya miezi 9 ya gari la Volvo la Azania kuwa chini ya bahari, hatimaye meli ya uokozi kutoka Uturuki ilitia nanga Dar es Salaam. Kila mmoja alikuwa na swali moja. Je, kamba za chuma zitaweza kuvuta uzito wa tani zaidi ya 30 uliokwama kwenye mchanga wa bahari? Leo, Yembe Online TV inakupeleka eneo la tukio kuona vifaa vilivyotumika kuliibua gari hili. Wataalamu kutoka Uturuki hawakuja na kamba za kawaida. Walitumia mfumo wa salvage airbags. Haya ni maputo makubwa ya hewa yenye uwezo wa kubeba uzito wa mamia ya tani. Wazamiaji walishuka chini ya kina cha mita kadhaa kwenye giza nene na kuanza kufunga kamba maalum za Kevlar kwenye chassis ya Volvo. Changamoto ilikuwa kubwa. Gari lilikuwa limeanza kufunikwa na mchanga na matumbawe. Kila hatua ilihitaji umakini, maana kosa moja lingeweza kusababisha gari kupasuka katikati au kamba kukatika na kuhatarisha maisha ya wazamiaji. Saa 7 mchana, amri ilitolewa. Mitambo ya hewa ilianza kusukuma oxygen kwenye maputo yale. Pole pole, bubbles kubwa zilianza kuonekana usawa wa bahari ya Kigamboni. Kwa mara ya kwanza tangu Disemba 5, 2023, paa la Volvo lilianza kuchomoza. Haikuwa kazi ya saa moja, ilichukua dakika 120 za kukata na shoka. Harufu ya chumvi na kutu ilitanda hewani, lakini furaha ya wafanyakazi wa Azania ilikuwa kubwa kuona mali yao inarudi juu ya maisha. Huu ni ushahidi kuwa teknolojia haina kikomo. Gari limetoka, lakini je, hali ya mizigo ya thamani iliyokuwa ndani ipoje? Je, gari hili linaweza kurudi barabarani baada ya kukaa baharini kwa karibu mwaka mzima? Usikose sehemu ya 3 na ya mwisho ambapo tutafanya tathmini ya gari hili baada ya kuibuliwa na kuona kama injini ya Volvo inaweza kuwaka tena. Bofya subscribe sasa na uandike neno Volvo kwenye comment kama unataka nikutumie sehemu ya 3 haraka iwezekanavyo. Hii ni Yembe Online TV. Sisi tunakupa habari za